Asante kwa mkono wako ambao umeunyosha katika ibada hii, na kwa wote ambao wanaotufuatilizia, naomba asubuhi ya leo neno lako likawafikie. Naomba ukaguse maisha yao na kunena nao katika njia kuu na njia ya ajabu. Tunalibariki jina lako kwa kuwa wastahili heshima, wastahili utukufu Bwana. Asante kwa uwepo wako, asante kwa roho wako Baba, ni asante kwa uzima, kwa uaminifu wako katika maisha yetu Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa mwezi huu wa 11 tarehe 1 Bwana, tunakushukuru, tunakupa sifa, maana Bwana unatusaidia tunapoenda kufikia mwisho wa mwaka huu. Maana Bwana umetutenda mema kwa miezi hiyo 10 iliyopita, na tunasema ni asante kwa mwezi huu mpya wa 11. Tunalibariki jina lako, tunatamka baraka, tunatamka neno la Bwana juu ya kila mmoja anayetutazama, ya kwamba mwezi huu watauona wema wako pamoja na jamii zao na biashara zao. Tunaomba uwepo wako na nguvu zako zikadhihirishwe katikati yao. Asante kwa maana umekuwa Mungu. Asante Bwana kwa kuwa Bwana wewe ni Mungu mwaminifu. Asante Bwana kwa sababu unatosha. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na sote tukaseme amen. Patie Yesu makofi. Yesu makofi. Haleluya. 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 Amen. Mungu akubariki sana wale ambao wanatujoin katika Facebook Abundant Life Center Taveta. Tunakuja na neno la Mungu asubuhi ya leo ambalo litakubadilisha maisha yako. That don't focus on your problem. In bracket, don't focus on your giant. Instead, focus on God. Katika bracket, focus on the promise of God. Kwa hivyo unaweza kuwa kwamba kuna mambo mengi ambayo unapitia katika maisha yako. Kuna majitu ambayo yamekumbana na wewe. Lakini asubuhi ya leo Mungu anasema hivi, kando na kwamba kuna majitu, kando na kwamba kuna changamoto, kando na kwamba kuna shida ambazo uko nazo, ondoa macho yako kwa tatizo lako, ondoa macho yako kwa changamoto lako, na badala yake inua macho yako ukamtazame Jehova, ukamtazame Mungu. Daudi anasema, nitainua macho yangu, msaada wangu unatoka wapi? Anasema msaada wangu unatoka katika Bwana. Kwa hiyo asubuhi leo nataka nikutie moyo, maana adui shetani amekuwa akitamani akufanye uangalie kile unachopitia, changamoto unazopitia, usikie umekuwa chini. Lakini Mungu anataka atutie moyo asubuhi ya leo. Kwa hivyo nenda pamoja nami katika kitabu kile cha Hesabu mlango wa 13 mstari wa 25. Hesabu mlango wa 13 mstari ule wa 25. Nisomee tafadhali Maina kama umefika hapo. Hesabu mlango wa 13 mstari ni ule wa 25. Kuanzia ule mstari wa 25 uendelee mpaka nitakapokuambia uachie. Amen. Nitasoma. Ndio. Umesema 20? Kuanzia 25. Wasema mlango wa 13 kuanzia mstari wa 25. Inasema, wakarejea baada ya kuipendeleza nchi, mwisho wa siku 40. Ndio. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi, wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. 26 nasema, wakaenda wakafika kwa Musa 27. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na hayo ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti na Muyebusi na Muamori wanakaa katika milima, na
Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. 30. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. 31. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hao, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote waliowaona ndani yake ni watu warefu mno. 33. Kisha huko tuliwaona wana wa Fili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama panzi, nao ndivyo walivyo tuona sisi. Amen. Tunashukuru Mungu kwa hilo neno ambalo tumelisoma. Ni hadithi ambayo mnajua kuhusu wana wa Israeli wakati Mungu alikuwa amewatoa wana wa Israeli kutoka Misri, anawapeleka katika nchi ya ahadi. Na ikafikia mahali wamefikia katika ukingo wa kuingia katika nchi hile. Naye Mungu kupitia Musa akatuma 12 spies, akawatuma wapelelezi 12 ili waende na wakalete ripoti kwa ajili ya kile ambacho kiko kule. Na unaposoma Biblia utaona ya kwamba walipoenda, kando na yote walioona, na Biblia inasema wakabeba matunda wakayaleta, wakayaonyesha, wakasema ni kweli ile nchi iko na asali, iko na maziwa. Lakini wakaanza na lakini, ukisoma pale mstari wa 28 wakasema lakini. Sasa unaposoma katika hao wachunguzi 12 utaelewa kwamba kuna 10 ambao walitoa ripoti mbaya, na kuna wale wawili ambaye ni Joshua na Kalebu walitoa ripoti iliyo sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hawa 12 wote walikuwa pamoja. Kumbuka wote hawa 12 waliona vitu vimoja. Kumbuka watu hawa 12 wote walikuwa kwa siku 40 wakichunguza nchi. Lakini wanaporudi, ripoti wanayoileta inatatanisha. Maana wawili wanakuwa na ripoti ya kutia moyo, lakini 12 wanakuja na ripoti tofauti ambayo ikavunja mioyo ya wana wa Israeli, na wakaogopa na wakasema ya kwamba afadhali tutafute kiongozi mwingine atakaye tufanya turudi katika nchi ile ambayo ni ya Misri, maana huyu Musa ametuleta tuangamie na tumalizike. Sasa kile ninachotaka kusema ni hiki, maana ujumbe ni kwamba usitazame tatizo ama changamoto iliyo mbele yako, bali mtazame Mungu. Huo ndio ujumbe. Usitazame changamoto iliyo mbele yako, usitazame shida iliyo mbele yako, usitazame majitu yaliyo mbele yako, lakini tazama Mungu, tazama ahadi zake. Sasa nataka kusema hivi ya kwamba tatizo kubwa la hawa wachunguzi 10, kando na yale mazuri ambayo waliyaona, ni kwamba walipoyaangalia yote walibakia wakiyatazama yale ambayo yalionekana ni magumu. Their focus was on their problem. Their focus was on the giants. Mtazamo wao ulibakia kwa yale majitu. Mtazamo wao ulibakia kwa vile vitu ambavyo viliwatishia. Wanasema hawa watu ni warefu. Wanasema hawa watu wamejenga kuta ndefu. Wakasema ya kwamba hawa watu hatuwawezi. Sasa sijui ni nani aliyewaambia ya kwamba hawawezi hawa watu. Sijui ni nani aliyewaambia ya kwamba hawa watu hawawezi kuwao wana wa Israeli hawawezi kuangusha. Na kwa sababu ya hofu, kuna mahali wanasema kwamba ile nchi yenyewe inakula watu wake. Yaani uoga mpaka uongo umeingizwa
ya kwamba sijui ushasikia wapi, nchi inakula watu. Sasa wakatia uoga wana wa Israeli, lakini tatizo nimetambua ni hili ya kwamba their focus was on the problem. Mtazamo wao ulikuwa ni ile shida ama ule mlima uliokuwa mbele yao. Lakini hao wachunguzi wawili, kando na kwamba kulikuwa kuna majitu, maana waliona hayo mambo ambao 10 waliona, lakini wao waliamua kumwangalia Mungu badala ya kuangalia ile changamoto. Waliamua kumtazama Mungu badala ya kuangalia mateso. Waliamua kumwangalia Mungu zaidi ya changamoto zilizokuwa ziko mbele yao. Waliamua kumwangalia Mungu zaidi ya shida walizokuwa nazo. Na walipoanza kumwona Mungu, wakatiwa moyo, wakaambiwa watu, let us go at once. Caleb anasema twende mara moja tukanyakue, maana Bwana atatupatia. Sikiza, Mungu hakuwatoa wana wa Israeli ili aje wamalizie jangwani. Mungu aliwatoa akiwapeleka katika nchi ya ahadi. Haikuwa mpango wa Mungu ya kwamba wamalizikie njiani. Nataka kusema hivi, kando na kwamba umeokoka unaenda mbinguni na kuna hatima ambayo Mungu amekuandalia, nataka nikwambie, unayekumbana nayo katika safari yako ya wokovu, iwe ni changamoto, iwe ni mateso, iwe ni maumivu, nataka nikwambie, hayakuruhusiwa ili yakumalize, hayakuruhusiwa ili yakuue, lakini yako hapo ili yadhihirishe uwezo wa Bwana na neno ambalo Bwana amesema nawapeleka katika nchi ya ahadi. Nataka kusema hivi, no giant can prevent what God has said concerning your promised land. Amen. Walihitajika kujua ya kwamba hakuna chochote kitakachoweza kuzuia kile Mungu alichosema. Kwa hiyo wakaanza kutazama shida zaidi ya Mungu. Na leo Wakristo wengi shida tulionao ni hii. Shida ziko na changamoto, lakini tumeondoa mtazamo wetu kwa Mungu na badala yake tumetangalia tatizo sana. We are so much dwelling on our challenges, on our lack, on our rejection. Tunaangalia na kujionea huruma na tunajisahau, tunaondoa mtazamo wetu kwa Mungu. Nataka nikwambie, hii ni silaha na ni ujanja ambao shetani anatumia. Maana shetani hataki umwangalie Mungu. Shetani anataka kuonyeshe kile ambacho hauna. Shetani anataka kuonyeshe jinsi watu hawakupendi. Shetani anataka kuonyeshe jinsi watu wanakuchukia. Shetani anataka uangalie jinsi ambavyo umepungukiwa. Shetani anataka uangalie ukubwa wa tatizo lako. Shetani hayuko tayari ukamwone Mungu. But today I say this, remove your focus from your giant. Shetani anataka utazame majitu, lakini nataka nikwambie, kando na majitu kuna Mungu ambaye ni zaidi ya majitu. So ondoa mtazamo wako kwa kile ambacho unapitia. Najua unapitia si kizuri, lakini hebu anza kumwangalia Bwana. Anza kumwangalia Bwana, because the more you focus on your giant, ndivyo utaanza kujiona kama panzi parani, grasshopper. Anasema tulijiona sisi ni panzi mbele ya wana wale wa Anaki. Maana waliangalia tatizo jinsi lilivyokuwa kubwa, wakaangalia majitu jinsi yalikuwa makubwa, nao wakaanza kujiona ni wadogo. Sikiza, everything you focus, as you focus on it, it will magnify. Chochote unachokitazama kwa muda na kukifuatilizia, vitaenda kikiwa kikubwa kwako. Sikiza, unapotazama tatizo lako, huenda ukafikia mahali ukamwona Mungu akiwa hawezi. Maana naamini Mungu alikuwa na kusudi. Swali ni hili, wakati Mungu anatuma wana wa Israeli waende kwenye nchi ya ahadi, kwani Mungu alikuwa ajui kuna majitu? Nauliza swali. Wakati Mungu alikuwa anawapeleka nchi ambayo anasema ina maziwa na asali, kwani Mungu alikuwa ajui kuna majitu? Alijua. Kwa hiyo hata Mungu akiwatuma wakafanya uchunguzi, Mungu alikuwa anajua kuna majitu. Kwa hiyo haishangazi Mungu. The presence of the giant is not the absence of God.
Sikiza, for every promised land there is a giant. Mjanisikia? Nasema hivi, kwa kila nchi ya ahadi Mungu anayokupatia kuna majitu. Kwa hiyo pole wewe sana ambaye umeogopa kukutana na majitu. If there is no, I'm telling you, if there is no giant, there is no promised land. Hakuna nchi iliyoahidiwa ambayo Mungu amekuandalia pasipo majitu. Kwa hivyo lazima ujipange, mama, kijana, baba, jipange. Hakuna nchi ya ahadi isiyo na majitu. Sikiza, God was giving them a land that the enemies had settled. Mungu aliwapatia nchi ambayo anajua kwamba majitu wako, maadui wako hapo. Lakini Mungu alitaka kuwadhihirishia, ni kweli kuna majitu, ni kweli ni maadui yenu, lakini kwa vile nimewaahidi mtaiketia hiyo nchi. Kwa hivyo usishtuke unapoona zile changamoto. Ni majitu. Mwambie mwenzako ni majitu. Mwambie usiogope majitu. Sikiza, jitu ni chochote kinachokuondoa mtazamo wako kwa Mungu. Jitu ni kitu chochote kinachoondoa mtazamo wako kwa Mungu, ama chochote kinachokuzuia kufikia kusudi na hatima ya Mungu maishani mwako. Ikiwa kuna chochote ambacho kinakaa kama kizuizi, whether it is pain, whether it's rejection, whether it's lack, I want to say that is a giant to you. Wengine wetu tunapitia majitu ya kuvunjika moyo every day. Some of us tumekutana na majitu ya uchungu. Bitterness has weighed us down. Tunapambana na uchungu usiku na mchana. Hilo ni jitu. So jitu ni chochote kinachokuzuia kufikia lengo la Bwana. Lakini niko na habari kwako wewe leo ya kwamba do not focus on the giant, instead focus on God. Mungu anataka mtazamo wako uondolewe kwa kile unachopitia. Maana sikiza, nguvu yako ya kutoka kwa kile unachopitia inatokana na wewe kumtazama Mungu. You are focused. Shetani anaangalia mtazamo wako. What are you looking? Unaona nini wakati unapitia yale unapitia? Je, macho yako yako kwa Mungu? Sasa wana wa Israeli macho yao ilikuwa ni shida. Wanasema hatuwezi. Wanasema kuta ni ndefu. Hao watu wana nguvu kutushinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilikuwa ni mpango wa Mungu kuwapeleka wana wa Israeli wakaingize katika nchi ya ahadi. Hebu nisomee pale katika Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 3. Kumbukumbu la Torati mlango wa 7 mstari wa kwanza hadi 5. Sikiza yale Mungu anayosema kuhusu haya mataifa. Maana uelewe, wakati Mungu anawapeleka wana wa Israeli katika nchi ya ahadi, kulikuwa na 7 strong nations. Kulikuwa kuna mataifa 7 yaliyokuwa na nguvu. Hebu sikiza Mungu anasemaje. Sikiza. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo. Unasikia? Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo, ambayo ndio nchi ya ahadi, ndio atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako. Unasikia? Atakapoyang'oa mataifa mengi. Hebu rejelea statement. Atakapong'oa mataifa mengi watoke mbele yako. Atia. Atakapong'oa mataifa mengi yatoke mbele yako. Hebu rejelea hivi. Atakapong'oa. Sema atakapong'oa. Sema atakapong'oa. Sema atakapong'oa mataifa mengi mbele yako. Swali ni hili, ni nani atakayeng'oa? Nauliza, ni nani atakayeng'oa? Ni nani atakayeng'oa hayo mataifa? Unaona? Kwa hivyo jukumu la kung'oa yale mataifa ilikuwa ni kazi ya Mungu. Lakini walipoanza kutazama majitu na shida, wakaanza kumuona Bwana asiyeweza, wakaona Mungu hataweza kuwakomboa, wakaanza kufikiria Misri. Wakati Mungu anasema nitang'oa mataifa mengi mbele yako. Bwana
Bwana Yesu asifiwe. Hilo jitu lilosimama mbele yako, niko na habari ya kwamba vita ni vya Bwana. Mungu ndiye atang'oa hilo jitu lililo mbele yako. Usilione likakutishia. Hilo jitu mwachie Mungu, atalishughulikia. Endelea. Atakapong'oa majitu, atapokong'oa majitu mengi watoke mbele yako, mengi yatoke mbele yako. Mhiti, yani mbele yako kumaanisha, unajua kitu kikiwa mbele yako kinakaa kama obstacle. An obstacle ni kitu ambacho kiko mbele yako kinakuzuia kuprogress. Sasa anasema hawa maadui na haya mataifa atayaondoa mbele yako, kumaanisha ni kama kizuizi. Kuna vitu ambavyo vinakuzuia, havitaki uprogress in life, havitaki ufikie pale Mungu anataka ukafike. Mungu anasema ataviondoa. Mgeukie mwenzako mwambie Mungu anasema ataviondoa. Mwambie tena, anasema atafanya nini? Atang'oa. Lugha anasemaje? Kiswahili inasema atakapong'oa. My God. Atakapong'oa. My God. Yani anang'oa. Unajua uking'oa unang'oa kutoka kwa mizizi. Yani kumaanisha kiking'olewa hakikui tena, kinahamishwa complete. Anasema atakapong'oa. Na asubuhi ya leo na kuombea ya kwamba chochote ambacho kimekuwa kama jitu, Mungu aking'oe ndiposa ukafikie nchi ya ahadi na kile Mungu alichoahidi kwa ajili ya jamii yako, kwa ajili ya kiroho chako na huduma yako. May God approve chochote ambacho kinashindana na wewe. Endelea. Mhiti na Mgirigashi. Sasa anaanza kutaja yale makabila. Kuna Mhiti, kuna Mgirigashi. 7 tribes, makabila 7. Mwamori, Mkanani, Mperizi, Mhivi, Myebusi. Mataifa 7 makubwa yenye nguvu kupita wewe. Hebu sikiza, mataifa 7. Inasema mataifa 7 makubwa. Mataifa 7 makubwa. Mataifa 7 makubwa. Mataifa 7 makubwa. Huyo anayesema haya nani anayesema hivyo? Imagine, Mungu, God is aware that those nations are strong. Mungu anajua hayo mataifa ni makubwa. God is aware about that giant that is facing you today. Mungu anajua kile unachokumbana nacho mama, anajua. Si taarifa, si breaking news. Anasema, anataja majina alafu anasema mataifa 7 makubwa. So Mungu anawapeleka kwa nchi ya ahadi, na Mungu anajua ya kwamba kuna mataifa 7 makubwa. Lakini walipoenda kayaona wakaingia baridi. God knows. Sikiza, God has a plan. He will deal with those giants. Mungu ana mpango. Ana mpango wa jinsi atashughulikia hivyo ambavyo vinakuwa kama majitu maishani mwako. Wewe relax, mtazame yeye. Amen. Wewe nakwambia, ikiwa unataka Mungu acheze hiyo game vizuri, mtazame yeye, basi hilo jitu litashughulikiwa. Anasema akataja hayo makabila, alafu anasema makabila 7 makubwa. Hebu soma tena hiyo statement. Mataifa 7 makubwa. Mataifa 7 makubwa. Madogo ama makubwa? Makubwa. Madogo ama makubwa? Makubwa. Imagine, hata si kabila moja. Mungu anawapeleka kwa nchi ambayo kuna mataifa 7 makubwa. 7 of them. Mungu kweli, unatupenda kweli. Anawapeleka kwa nchi ya majitu, mataifa 7 makubwa. Endelea. Yenye nguvu kupita wewe. Anasema hivi, wacha sipige nduru hapo. Anasema mataifa 7 makubwa. Halafu hajamalizia ati makubwa, anasema wana nguvu. Wana nguvu kukupita wewe. Hebu soma, hawajasikia. Mataifa 7 makubwa. Makubwa. Yenye nguvu. Kukupita wewe. Kukupita wewe. Imagine, huyu nani anayesema? Mungu. God is aware. God is aware. Yes. Mungu anajua. Hayo mataifa anajua uwezani. Anajua yana nguvu kukushinda. Mungu mwenyewe anasema na admit haya mataifa ni ngangari. Haya mataifa haya yana nguvu kukushinda. Sasa kama Mungu anajua kwamba mataifa yana nguvu kukushinda,
Anatarajiaje wewe ndio ukadili na hayo? Kama anakupeleka huko, kumaanisha kwa vile ana nguvu kukushinda, yeye anashughulikia hayo majitu. Unachopaswa kufanya ni wewe kumtazama Mungu. Yes. Unafanya nini? Unachofanya unapaswa nini fanya? Sema ninapaswa kumtazama Mungu na kumwangalia Mungu katika maisha yangu. Kwa hivyo ondoa mtazamo wako kwa lile tatizo. Ondoa mtazamo wako kwa lile jitu. Ondoa, badala yake mtazame Mungu. Amen. Si yeye ndio anakupeleka huko. Ni kama jinsi Mungu alivyowatoa wana wa Israeli, anawapeleka kwa nchi ya ahadi. Alafu Mungu, Biblia inasema kulikuwa na njia fupi. Shortcut, 11 days wangekuwa wamefika. Shortcut. Lakini Mungu anaamua kuwapitisha njia ndefu. Alafu wanafika mahali bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu ndio hiyo. Upande wa kulia ni milima, kushoto milima. Wakiangalia nyuma wanaona jeshi la Wamisri. Farao amewatuma. Yaani they were in a lockdown. Sema lockdown. Hii nyamjui lockdown, achana na hii ya corona. Hiyo ni lockdown yenyewe. Walikuwa wamefungiwa, hawawezi kutoroka mbele, hawawezi kupanda milima, wamefiksiwa, wako kwenye box. Wakamlilia Mungu, wakamuuliza Musa, ndio ulikuwa unatumaliza? Kwani kulikuwa hakuna makaburi kule kwetu? Imagine watu wana mind makaburi. Yaani tayari they saw death. Ukiona mtu anaanza tayari kusema mambo ya mazishi na nisijui nafikiri hata kama ni wakati huu wangeanza kuingia katika vile vyama vya mazishi. Unajua kuna watu wanajiandaa mapema. Farewell naingia katika hizo vikundi vya upumzishwe kieshi. Upumzishwe kwani mwili ukitubukizwa hata ukitupo huko. Unanielewa? So pengine wangejipanga wakasema tayari. Wakamwambia Musa, unatumaliza sisi. Wakalia, Musa akaenda mbele za Mungu. Akamlilia Mungu. Mungu akamuuliza, unanililia nini? Mungu, kwani uone jamani hii ngori iko hapa? Mungu anasema, unanililia nini? Imagine God asking you. Unaenda kulia Mungu alafu anakuambia unalia nini? Alafu anamwambia hivi, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Ya kwamba hao watu wawache kutazama vitu wanaona kama vizuizi. Mimi ni Mungu wao, nitawapigania, wapande, wapige nafasi, waingie, wasonge mbele. Hakuna kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mambo yamekuwa makali na machungu, mpendwa, hakuna kurudi nyuma, tusonge mbele. Mwambie mwenzako usirudi nyuma, tusonge mbele. Na Mungu akawaambia wasonge mbele, na makuhani waliokuwa wamebeba ile Ark of the Covenant, wamebeba sanduku la agano, walipokanyaga maji, Biblia inasema maji yakafunguka, yakawa kama ukuta upande wa kushoto na kulia, na wana wa Israeli wakapita katika bahari ya Shamu. Usiniulize ilikuwaje. Kuna siku mtoto wangu akaniuliza, Emmanuel, inakuwaje baba ya kwamba huo mto maji yanakuwaje ukuta? Mimi sijui. But that day, because God was the one alikuwa anawapeleka katika nchi ya ahadi, Mungu asingeruhusu chochote kiwazuie kufika katika hatima zao. Nataka nikwambie, unless ni wewe mwenyewe utakubali kubaki, lakini ukiamua na ukimtazama Bwana, kile alichosema kuhusu ndoa yako, kile alichosema kuhusu maisha yako, kile alichosema kuhusu huduma yako, kile alichosema kuhusu watoto wako, kitatimia kando na changamoto na majitu unayoyaona. Maana kuna wakati alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli, hawa Farao na majeshi yao wanayoyaona leo hawatawaona tena. Amen. Ndio, akaambia hawa mnaona leo ndio mwisho. My God, na kuombea yale ambayo yamekuwa yakifuatilizia jamii yako, yakifuatilizia biashara yako na kiroho chako,
walipoingia wale wanne, maana unajua sanduku la agano linabebwa na watu wangapi? Walipokuwa ndani ya maji sasa, maji yakakauka. Sikiza, wacha nikwambie, mara nyingine tunasema tunamngojea Bwana, lakini nataka nikwambie Bwana amekuwa akikungojea wewe. Kuna hatua nyingine inabidi ukanyage maji. Mama, usiogope. Unapokanyaga hakikisha umebeba sanduku la agano. Kilichopasua maji ni sanduku la agano waliokuwa wamebeba. Understand the power, the authority and the presence of the Holy Spirit in your life. Elewa Roho Mtakatifu yuko ndani yako, atakusaidia katikati ya hayo maji. Bwana atafanya njia. Sanduku la agano walikuwa wamelibeba, maana sanduku la agano liliashiria uwepo wa Bwana, liliashiria nguvu ya Bwana, walikuwa wako nazo. Walipoingia kwenye maji, my God, kukafanyikana njia. Muujiza ambao mpaka leo haujaeleweka. What happened? How? Maji yataligawanyaje? My God. Mungu akamwambia Musa, waambie wasonge mbele. Alafu akamwambia Musa, umebeba nini? Uko na nini? Unajua mara nyingi huwa tunasahau kile Mungu ametupatia. Mara nyingi huwa tunasahau mamlaka ambayo ametupatia. Akamwambia kijiti, akamwambia hicho. Hicho ndio utakitumia. Akamwambia nyosha. Na aliponyosha, bahari ikatengenezeka, ikafungua njia. Wana wa Israeli wakavuka. Sema wakavuka. Wakavuka wakifurahia, wakaona deliverance. Sikiza, kile ambacho ulifikiri ndio kinakumaliza, kumbe ndicho kinachokutengenezea njia. The same things that you thought that is killing you, ndicho hicho ambacho kinakutengenezea njia. Yale Yesu alipokuwa amebakia kuomba, wanafunzi wake wako kwa bahari, wanasukwa, wanarushwa na mawimbi makali. Yesu akatokezea juu ya maji. Yale maji ambayo walikuwa wanaona wanamalizika, ambayo ilikuwa changamoto yao, Yesu anakuja akiwa anatembea. Yaani ndio flow. My God. Sikiza, kile ambacho kinakaa kama kinamaliza, Mungu akitumie kukubeba. So kikambeba Yesu. He was walking above the water. Hayo maji alikuwa anaona kwamba wanadeni. Hayo ndio anakuja kitembea. Sometimes you need to realize what is in you. Ungeukia mtu mwambie, sasa ingine tambua nini kiko ndani yako. Kwa hivyo kile Mungu alikuwa anataka kufanya kwa hao watu ni kwamba waondoe macho yao kwa lile jeshi. Maana ukiangalia nyuma, mama, kile unachosukumana nacho hautasonga. Ukiangalia yale maneno amekuwa akikwambia, sikiza, kwani watu walipewa midomo ya nini? Midomo si ya ugali peke yake. Watakusema mama, ikiwa unatafuta mahali ambapo utasema, si nchi hii, si dunia hii, nafikiri nenda kule kwa Mars. Nenda nchi nyingine ambao bado sijui kwa mwezi. Pengine kwa mwezi ndio waongee, hawasemi vibaya. Wao wananisema, sasa unatakaje? Midomo amepewa, unatakaje? My God. Wachie wale wakusema waseme, lakini we tazama Jehova. Usiangalie kile wanachosema, usiangalie kile wanachokutabiria, maana hicho. Sikiza, tumeambiwa hapa ya kwamba Jehova has the final say. Yeye ndio atamalizia na kumalizia hiyo statement, si wewe wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikubaliane na zile hali, na usikubali shetani akufanye ujione kama kapanzi hapa. Kapanzi ka chini tu. Wewe si panzi. Ndio kile mwenzako mwambie wewe si panzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo macho yao yakawa yanatazama nani? Yakatazama yule adui, yakatazama yule jitu. Lakini Mungu alifanya njia. Unakumbuka wakati huo? Kwa hiyo bahari ilipopasuka, wakapita wakipiga shangwe. Nao jeshi la Farao wakaona tumewawahi. Njia ndio hiyo imefunguka. Wakaingia pia kwenye njia. Lakini hawakujua. Sikiza, kuna njia zingine Mungu atakutengenezea ni ya kwako peke yako. Mwingine akiingia kichwa anamalizika. My God. Mungu saa nyingine ataseta adui. Aone kama ambaye ndio anakufuata ndio anakufikiria. Aone ndio amekuingiza box, kumbe ndio ameingizwa box. Mawazo ya Mungu si sawa na wanadamu. Wakaingia wakamalizika. Biblia inasema akaanza kuwatoa magari yao matairi. Maana pengine wakiona maji yanaanza kufundika, si wangegeuka wakarudi. Akahakikisha ashaondolea matairi, hakuna kwenda msimamo. Wakafunikwa
Na leo kuna wale ambao ni scientists wamefanya uchunguzi katika bahari ya Shamu, wakakuta hizo remains ya yale magari, yale matairi. Ukisoma ukigoogle utaona kuna hizo evidence za miaka mingi zimepatikana chini ya bahari ya kuhakikisha na kuprove it was true. Kuna magari ya farasi yaliweza kuharibika katika ile bahari. It's there. It's there. Soma, fatilizia. Ya kwamba Mungu alionyesha, mimi ndiye nawachukua wana wa Israeli kuwapeleka kwa nchi ya ahadi. Kwa hivyo wana wa Israeli, ndiposa Mungu, Biblia inasema akakwazika, akakasirika na wao, maana walisahau matendo yote aliyotenda. Ndiye Mungu aliyewapiga wana wa Misri na mapigo 10. Tena ndiyo Mungu akasema ya kwamba nitafanya moyo wa Farao kuwa mgumu hata kuachia kwa urahisi. Wakasahau. Wakaanza kuangalia, wakasema watu wana nguvu kutushinda, kwanza nchi yao inakula. Wakasahau Mungu. Please, angalia sana ni nini unachofocus. Nataka kukuambia hivi, when you focus so much on your problem, wakati unapotazama shida sana kuliko Mungu, huo ndio wakati shaka huwa inaanza kuingia. Shaka, sema shaka. Umeelewa? Sakini mpaka unaanza kuwa na shaka na kile Mungu amesema. Unajiuliza, is it true? Kwani ni Mungu alisema na mimi ama mimi ndio nilikuwa nilisikia vibaya? When you focus so much on your challenge, unaanza kuwa na mashaka na kile Mungu alichosema kuhusu maisha yako. Kwa hivyo nakushauri leo, ondoa mashaka kwa kumtazama Mungu. The only way unaweza kuondoa mashaka ulio nayo na kwa kile Mungu alichosema kuhusu maisha yako, hata kama hakijatimia, ni wewe kumtazama huyu Mungu. Amen. Mgeukie mwenzako, mwambie anza kumtazama Mungu. Mwambie ondoa mashaka. Amen. Mathayo mlango wa 14 mstari wa 29 hadi 31. Nisomee Matthew chapter 14 verse 29 to 31. Mathayo 14 mstari wa 29 hadi 31. Inaongea kuhusu ile scenario Yesu alitokezea akiwa anatembea baharini, alafu Petro akamwambia Yesu nataka kuja. Amen. Tutasoma Mathayo 14:29 inasema, akasema njoo. Petro akashuka chomboni, ndio akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. 30 nasema, lakini alipouona upepo akaogopa. Alipoona nini? Upepo. Alipoona nini? Upepo. Hebu rudia nyuma tena vile anavyosema. Hebu soma kwa nyuma kidogo. Petro akashuka, akasema njoo Petro. Akashuka akashuka chomboni. Akashuka chomboni. Akaenda kwa miguu juu ya maji. Akaenda juu ya miguu kwa maji. Ili kumwendea Yesu. Ili kumwendea nani? Yesu. Ili kumwendea nani? Yesu. Ili kumwendea nani? Yesu. Ili kumwendea nani? Yesu. Kwa hivyo focus ilikuwa ni nani? Yesu. Focus ilikuwa ni nani? Yesu. Focus, mtazamo ulikuwa ni nani? Yesu. Maana ni Yesu aliyemuita. Kwa hivyo akawa anateremka kumfuata Yesu pale alipo. So mtazamo wake ukawa ni Yesu. Akaanza kutembea kwa maji, akapiga hatua akimtazama Yesu, akimtazama Yesu. Nini kikatokea? Alipoona upepo. Aliona nini? Upepo. Aliona nini? Upepo. Kwa hivyo alipoona upepo akaanza kuangalia hivi, akaanza kushtuka, akaangalia ile mawimbi. Ni nini kilifanyika? Akaogopa. Unasikia? Alipoona upepo akafanya nini? Akaogopa. Alipoona nini? Upepo. Alipoona upepo akaanza kuogopa. Kumaanisha hivi, alipotoa focus yake kwa Yesu, yule alikuwa anamwendea. Umesikia? Akaangalia upepo badala ya kuangalia. Because unajua huwezi kuona Yesu upepo. Lazima uone kimoja at a time. So alipotoa mtazamo kwa Yesu aliyekuwa anamwendea, akaanza kuangalia upepo. Biblia inasema ya kwamba akaogopa. Sema akaogopa. Akaogopa. Focus, sikiza. Ukitazama jitu lako na upepo unaokupiga, mawimbi yanayokupiga kimaisha, uwezekano ni hofu itaanza kukuingia, utaanza kuogopa. Kwa nini leo unaogopa? Ni kwa sababu umeondoa macho yako kwa Mungu. Kwa nini unaogopa? Mgeukie mtu muulize, kwa nini unaogopa? Kwa nini unaogopa? Muulize vizuri. Mwambie ni sababu uliondoa macho yako kwa Yesu.
ukaangalia upepo. Kwa hivyo hofu ni dalili ya kwamba umeondoa macho yako kwa Mwokozi. Maana ukiwa na Mungu, ukimtazama yeye, hata kama kuna kitu cha kutatiza, utaogopa. Daudi anasema nini katika Zaburi 23? Anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Anapitia katika bonde la uvuli mama, anapitia katika situation ambayo inatishia, lakini anasema sitaogopa. Nijapopitia katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa, maana yeye yu pamoja nami. Kwa hiyo kinachomfanya asiogope hata wakati kuna vitu vya kumwogopesha ni kwa sababu Bwana yuko pamoja na yeye. Nataka niseme hivi, si kwamba hakuna vitu vya kutuogopesha, si kwamba hakuna vitu vya kututishia. Vipo, lakini kinachotufanya tuwe na ujasiri ni Yehova ambaye tunajua ni mtetezi wetu, ni Yehova tunayetembea na sisi. Kwa nini unaogopa? It is because you don't know who is with you. Ngeukie mwenzako mwambie unaogopa maana hujui uko na nani. Sasa mimi sisemi tu usiogope, hapana. Jua kwa nini huogopi. Daudi anasema sitaogopa maana yu pamoja nami. Sasa usiseme tu siogopi maana mchungaji amesema. Wewe sikiza, usiogope kwa sababu mchungaji amesema. Usiogope maana neno la Mungu linasemaje? Mungu hajatupa roho ya uoga. Elewa Mungu amesema nini kwa situation yako. Anasema nijapopita katika bonde la mauti la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe upamoja nami. Sijui kama umetambua hii, that fear is one of the greatest door that the enemy is using today. Hofu, kabla ya chochote kukutokea kibaya, mara nyingi nimeona, mara nyingi shetani hupenda kutumia hofu. Wangapi wanakubaliana na mimi? Nasikiza, hofu ikishawahi ingia tayari huo ni mlango wa kutosha wa adui shetani kuingia na kuaccomplish mission yake. Mara nyingi huanzia na hofu. Angalia vizuri, mara nyingi huanza na hofu. Hofu ni kitu ambacho kiko common. Nasikiza, hofu ni mlango ambao shetani mara nyingi hupitia. Na akishaanza na hofu, anaendaga analeta wale majamaa mengine, makazi, wajomba, mashangazi, wanaletwaga sasa kwa mlango wa nini? Wa hofu. Hujaona kwamba ukisoma Biblia mara nyingi Mungu anapomtokezea mtu, kwa wale watu ambao Mungu aliwatokezea, kitu cha kwanza akimtokezea Gideon, akimtokezea Mariam na wengine wengi kwa Biblia. Kitabu cha Ufunuo akimtokea kwa Yohana katika kisima cha Patmos. Anapomtokezea mtu mara ya kwanza, Mungu anachosema huwa anasema nini? Usiogope. Akija tu anakuambia fear not. Usiogope. Maana hichi ndicho kitu, ndio mlango wa kwanza mara nyingi adui anatumia wakati umeogopa. Ndio maana tunasema corona ipo lakini usiogope. We are taking precaution, lakini hatuishi kwa hofu. Maana utaishi na hofu. Sikiza, hofu ina nguvu ya kukupa hata dalili za corona. Ukaanza kukohoa, ukaanza joto na dalili za nini? Corona. Ni amnielewi. Oh my God. Unaweza kupata dalili za nini? Za corona. Kabisa, ukipiga dalili na ishara. Moja tiki, 2 tiki. Unaweza kupata dalili kabisa ukakaa wewe ni corona. Hofu. Umesikia? Kuwa makini na hofu. Maana hiyo ndio mara nyingi inafungua milango kwa ajili ya maisha yetu shetani kutesa. Sasa endelea sasa katika ile andiko. Akaogopa, akaanza kuzama. Unaona? Alipoona akaogopa.
Alipofanya nini? Hakuona, alafu aliona akaogopa. Alafu akaogopa, nini kafanyika? Akaanza kuzama. Akaanza fanya nini? Kuzama. Unaona hizo vitu vile zinaenda? Ukiogopa unaanza kuzama. Alipozama akapiga yowe akisema, Yesu! Akamwita Yesu. Bwana niokoe. Bwana niokoe. Ni nini ambacho kilifanyika kwa Petro? Maana alitoka akitembea juu ya maji. Kweli ama uongo? Ni nini kilifanyika akaanza kuzama? Aliingiwa na hofu. Na hofu ilitokana na kuondoa mtazamo wake kwa Yesu. Angetoka akimfuata Yesu, akimwangalia, asiangalie upepo na mawimbi, unajua Petro angemfikia Yesu. Sikiza, kuna vitu fulani ukiangalia hapo utaona. Kitu cha kwanza, Yesu kabla safari ya Petro kutoka kwa dao kuelekea kutembea juu ya maji, Jesus was present. Kwa hivyo Yesu alikuweko, na alipoanza safari Yesu alikuwepo. Kwa hivyo hakuna kitu kilibadilika. Nataka nikuonyeshe kitu. Hakuna kitu kilibadilika. Sawa sawa. Tumekubaliana Yesu alikuweko kabla ya Petro kutoka kwa boti na baada ya kutoka. Kweli ama uongo? Cha pili, wakati Petro anaanza kutembea kwenye maji, si kwamba nguvu za Yesu zilipungua. Yes. Si kwamba nguvu za Yesu zilifanya nini? Zilipungua. Zilikuwa vile vile. Sema nguvu za Yesu zilikuwa vile vile. Cha tatu, wakati Petro, ukisoma, hebu soma mstari wa 24 kwa chini kabla hiyo kitu. Uone kitu, mstari wa 24 hapo. Mstari wa 24. Na kile chombo, wakati Yesu bado hajafika, wako baharini wanapambana na hali zao. Ndio Yesu anatoka, ndio anakuja na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari. Kinataabika sana. Kinataabika. Kwa hivyo hata kabla Yesu kuja chombo kilikuwa kinataabika. Na mawimbi. Maana upepo ulikuwa wa mbisho. Maana upepo, unasikia upepo vile ulikuwa unapiga. Si ndio? Amen. Hata wakati wa zamu ya 4. Bas, achia hapo. So unaona kitu kimoja kuhusu hichi kilichokuwa kinafanyika. Biblia inatuambia kwamba hata kabla Yesu kuja upepo ulikuwepo na mawimbi. Kwa hiyo the fact is this, hata wakati Petro anatoka kwa dao kuteremka na kuanza kutembea kwa maji, upepo ulikuwepo. Sema upepo ulikuwepo. Kwa hivyo kabla na baada upepo ulikuwepo, na hakuna mahali imesema upepo uliongezeka. Sema upepo haukuongezeka. Ulikuwa ule na mawimbi yale. Lakini ni nini kilichobadilika? Ni nini kilichobadilika? Silishafundisha. So unaona, all these things are constant. Nothing changed. Nataka niwaambie hivi, zile shida na changamoto mama unapitia leo, hakuna kitu kigeni. Ni hizo. Mgeukie mwenzako mwambie, unaona kile unapitia? Hakuna kitu kigeni. In fact, Bible says ya kwamba there's nothing new under the sun. Hakuna shida ati ndio imekuja ati brand new. Hamna. Kama ni kushua na pesa ilikuwepo, hata Yesu alishua na pesa. Judas aliiba pesa. Hakuna sikiza wizi. Watu waliiba bwana. There's nothing new. Kwa hiyo hicho unachopitia leo ni kitu cha kawaida. So nothing so special. So hiyo situation uko nayo ni zile zinafanyikia wengine. Changamoto ulizonazo, ama kuna mtu ana new brand new problem ambaye hajawahi sikia mwingine amewahi pitia hapo. Hebu nyosha mkono tuambie shida yako ni gani. Una hakika hiyo hujawahi kusoma, hujawahi sikia, yani hiyo nakadi wewe peke yako toka ulimwengu huu. Mtu kama huyo nijue hiyo shida yuko nayo ndio imeingia katika market sasa. That tells you one thing also about the devil. The devil doesn't have new tricks. Amen. Shetani hana mbinu mpya. By the way, zile kwa mfano wekana, zile ambazo anakushinda nazo ndizo hizo alitumia kwa Jesus.
Hakuna ati alienda basi akaji-update na mbinu mpya. The same things. Hayo ambayo mwingine anashinda. Hayo ndio anakuangusha wewe. The devil has got no new tricks. Hakuna. Nothing new. Kama ni uongo, ndio ameendelea uongo. Ni muongo. Hata kuna kumwambia unajua shetani ni muongo. Unajua sasa unamwambia mtu ni muongo, naambia anajua ni muongo bwana. Ndio hivyo yuko shetani ni muongo. Kwa hiyo ndio unajua shetani wewe ni muongo. Lakini anasema wewe ni muongo. Anajua. Ndio hivyo muongo. Ni kama kuambia mimi mwanamume. Unaniambia ati unajua ni mwanamume. Tutakuangalia kwa hivyo. Sasa mama kwani unaponaje? Mwanamume ati. Bwana sifiwe. Mbona mnaseka hiyo point? Sasa mama, ama ni mnaona mimi mwanamke? Anauliza, "Pastor, wewe mwanamume?" Sikujibu. Jaza mwenyewe. Kama mimi mwanamume. Amen. Sasa sikiza, shetani ni yule. Shetani ni mdanganyifu kutoka hapo. Wewe shetani, wewe ni mbaya sana. Kwani sasa shetani ndio aitwe shetani? Kwani si ndio ubaya ndio ulifanya aitwe shetani? Kwani unataka aitwe nani? Unataka aitwe anko? It's so bad. Bwana Yesu asifiwe. So, what happened? Ukiangalia situation hii ambayo ilikuwa katika ile bahari, everything remained. The circumstances, get this. The circumstances did not change. The circumstances did not change. Zile hali, maupepo, mawimbi, Yesu kuwepo, wanafunzi, dao, zote zilikuwepo. Vile. Lakini alipoondoa mtazamo wake kwa Jehova, kwa Yesu, akaanza kuzama. Nataka kusema hivi, endelea kumtazama Yesu. Sababu kile unachopitia ni kile. Wala usinalaumu, "Oh pastor, wewe elewi hii hali." Sikiza, it's not about the situation. It's about your response towards the situation. Si ile hali baba unapitia useme, ni wewe unafanyaje ile hali inayotokea. Maana wengine pia wamepitia hiyo hali ulionayo. Bwana asifiwe. Wewe unapopata changamoto kwa nyumba yako, kwa ndoa yako, kwa mfano hamjaelewana pale. Alafu wewe kitu cha kwanza ukininio kidogo hivi unachukua badi lako unaenda huko kwenye, mimi sijui kwenye ni wapi, lakini nasikia watu wanaenda kwao. Sasa mimi sijui. Sasa unaenda kwenu, si ndio? Unajua kuna mtu mwingine anapitia zaidi ya yale unapitia wewe. Na Mungu akusamea kusaidia. Na hawajaenda kwao. Usione mtu hajaenda kwao kwamba hakuna majitu. Hebu mgeukie mtu mwambie, usione mtu hajaenda kwao ukafikiri hana majitu. Mwambie ni kujipanga, amejipanga. Unaweza kuona pasa uelewi, ndoa zao iko amani tu, hawana shida. Wako nazo lakini wamekomaa, anapiga hesabu. Mimi naenda wapi na watoto 5? Na wapeleka wapi? Tunawapeleka kwa wapi? Mama, na kazi hauna. Okay, sisemi kwamba ukiwa na kazi ni uende kwenu. But kuna vitu unaangalia jamani. Unafika mahali, nataka nikwambie haya ni mambo yanatokezea, lakini umekomaa kiasi cha kudili na hiyo issue kinini? Kikomavu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ati jitu linakutishia, unaliambia wacha kwanza nirudi Misri kwanza nikae alafu nitarudi pambani na wewe. Wapi? Ulisikia wapi? Pambana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Tena ukisoma Biblia kitabu cha Judges. Kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi mlango wa nafikiri ni mlango wa 3 mstari wa kwanza. Hebu nisomee hapo. Waamuzi mlango wa 3 mstari wa kwanza. Amen. Unisomee hapo kwa nguvu tena. Basi haya ndiyo mataifa
ambao Bwana aliwaacha. Bwana mashetani. Bwana. Ngoja kusoma vizuri. Basi haya ndiyo mataifa ambao Bwana aliwaacha. Hebu achia hapo. Biblia yako inasemaje? Inasema ni nani aliyewaacha? Bwana. Sasa itani. Hebu soma vizuri Maina. Hebu soma vizuri. Basi haya ndiyo mataifa ambao Bwana aliwaacha. Ili awajaribu Israeli yaani awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vitu vyote vya Kanaani. Hawakuvijua vita vyote vya Kanaani. Ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua, ili kuwafundisha vita, hasa hao ambao hawakujua vitu kabla ya wakati ule. Wasikiza. Biblia inasema kuna mataifa Mungu aliwaacha pale makusudi. Sikiza. Sijui kama mnajua kwamba Mungu ana makusudi. Sasa anafanyaga vitu makusudi. Aliwaacha kwa kusudi mataifa ili awajaribu, awafundishe vita. Wengine wetu hapa hatujui vita. Mungu anaacha majitu at least ya kufanya uwe kila siku kidogo na rukaruka kidogo unafanya zo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kufundisha vita. Kwa kuna vitu Mungu ameviruhusu ili kidogo misuli ichangamke. Usikae tu. Mungu anataka kufanya nini? Biblia inasema katika Zaburi ya kwamba anatufundisha mikono yetu kupigana. Do you know our God is a warrior? Mungu wetu ni shujaa na ni Bwana wa vita. Kumaanisha ya kwamba lazima kutrain vita. Kuna vitu vimeachwa mama, uamke, uchanuke. Biblia inasema kwamba toka siku za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unapatikana kwa fujo. Na ni mwenye fujo tu ataupata. Kwa hivyo ukiwa wewe legelege, soft, supu. Kuna vitu havitaingia mama. Ni lazima ukasirike na uinuke na ukatae hizo hali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Petro alianza kusik kwa sababu aliondoa macho yake kwa Yesu. Lakini Mungu atatusaidia leo. Nataka kusema hivi, the outcome of your life is determined by your focus. The outcome of your life is determined by your focus. Matokeo katika maisha yako yanaamuliwa na mtazamo ulionao. Yale yatakayotokea na yale yanaendelea sasa hivi maishani mwako ni kwa sababu ya kile kitu umekuwa ukiangalia. Are you worried? Angalia mtazamo wako. Umekuwa na wasiwasi? Angalia mtazamo wako. Hebu mgeukie mtu muulize, umekuwa na wasiwasi Mwambie angalia focus yako. Umekuwa una hofu? Look at your focus. Umekuwa na mashaka? Umeanza kudoubt kama Mungu yuko? Look at your focus. Bwana Yesu asifiwe. So kile unachokitazama kitaamua maisha yako yanakaa vipi. The focus of your life. Kingine ambacho nataka nikuonyeshe, sikiza. Danieli alipotupwa ndani ya shimo la simba. Wangapi wanamjua Danieli? Alitupwa kwenye shimo la nini? Ama yeye alitupwa kwenye moto? Acha niangalie. Alitupwa kwenye shimo ama alitupwa kwa bahari? Alitupwa kwenye shimo la simba. Kilichofanya Danieli asiliwe na simba ni kwa sababu hii. Danieli alitupotupwa kwenye shimo, kwenye simba, akakumbana na simba. Hakuwa anamwangalia yule simba. Badala yake alikuwa na mtazamo wa Mungu. In fact, kwa zile picha ambazo mmeona pengine zile watu wamedraw kuhusu Danieli na simba, utarealize zile picha, utamuona Danieli akiangalia juu. Kaangalia hizo picha nzuri, unless ni picha fake, but ile original ni ile Danieli anaangalia wapi? Juu, alafu simba na anacheki, anamwangalia. Kwa sababu gani? Aliondoa mtazamo wake kwa simba,
akamtazama Jehova. Kwa hivyo yule simba hakumla. Unajua kwa nini ulalangi? Unajua unakosa usingizi kwa sababu gani? Unatazama simba. Instead of looking to God, badala ya kumtazama Mungu, ati simba. Sikiza. Ni nini kilimfanya Petro alale gerezani? Amefungwa chains miguu na mikono. Na kesho ashaambiwa, mzee wangu, saa 3 unanyongwa, unakufa. What made Peter to sleep? Niulize kama ni wewe. Mama Onesimus, ungekubali? Ungelala wewe? Ungepigia watu wengi wote simu? Walafu ukawapigia utawaambia nini? Kesho ni kunyongwa. Alo, wewe ungefanya nini? Ndio unaambiwa kesho kichwa kinaenda, watu dudu. Ati? Uombewe. Sasa sikiza. Kilichofanya Petro atulie, relax, na kesho anajua anakufa. Yeye alikuwa haoni kile kifo, maana ndani yake alimuona Mungu ambaye ana uwezo. Na akajua kwamba Mungu huwezi kuniruhusu kufa, bado kazi. Kuna kitu Mungu liniambia nifanye, sijafanya. Mimi sifi, akalala usingizi. Sisi hatungelala. Kwanza hata unaweza kuzidiwa usiku ukapata homa ukapeleka hospitali, unaendesha haujielewi. Cheza uoga, umesikia utakufa. Cheza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hapa sasa ukimfuata, most of us tukiambia uko tayari, in the next 2 minutes you are going to die. Unakufa mama. Nakupa dakika 2 hapa. Utaona watu watakuambia. Atasema nipe muda jamaa. Nipe muda, naomba muda. Ama utasema nini? Ati? Mwikani, wewe utasema nini? Dakika 2 useme kitu cha mwisho kabla ya kwenda. Wewe utasema nini? Ati? Utasema mbo M-Pesa. Pini yako. Alafu bali kwamba umetafuta pesa mingi. Unajua Mungu atusaidie, tunatafuta, tunasumbuka, tunaumia, lakini hata hizo pesa hatuenjoy, hatufurahi. Hata uwezi kujinunulia hata juice, uwezi kujinunulia hata soda. Mgeukie mtu mwangalie tu. Lakini utazika, utatoa za mazishi, utatoa za harusi, lakini hata wewe mwenyewe uwezi kujinunulia kajuisi. Hivi mgeukie mtu muulize, "Wewe unajinunulia kajuisi nyingine ama soda?" Maana mwambie hivi, na kuonaga una bidii nyingi sana kuanzia Jumatatu. Kwanza unaraukaga mapema. Lakini hata wewe mwenyewe unajiangalia. Sometimes unang'ang'ana kweli hiyo kazi. Lakini hata wewe kujinunulia kalenda kazuri, huwezi kujinunulia vizuri. Yaani watu wanakuangalia wanakushinda, na wewe nawe unatokezea wapi? And yet you are working so hard. Lakini si nyinyi, naongea wale watu wengi. Si nyinyi, sema sisi. Sema sisi. Nyinyi kile mnachofanyia pia mnajitunza, mnajiangalia, si ndio? Nipigieni makofi basi. Amen. Nataka kusema hivi ya kwamba unapoangalia katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 18. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 18. Hebu nisomee hapo. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 18. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Amen. Tusiviangalie vinavyoonekana. Tusiviangalie vinavyoonekana. Tusiangalie vipi? Vinavyoonekana. Na najua una vitu vingi ambavyo unaviona. Kweli ama uongo? Kweli. Si unaona mambo mengi, lakini Biblia inakwambia Mama Faith, usiangalie hizo vitu unaona, tusiangalie vinavyoonekana. Bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda. Nasikia. Vinavyoonekana ni vya muda. Kile mama leo unaona kama jinsi wale wana wa Farao na majeshi ya Misri waliwaona tu kwa muda, lakini wakaambiwa hawamtamwona
tena. Kile kinachokusumbua, unachong'ang'ana nacho, kinachokuondolea mtazamo ni cha muda tu. Hiyo matatizo, changamoto ni za muda, zitaisha. So naomba usitazame hayo, tazama yasiyoonekana. Bali visivyoonekana ni vya milele. Bali visivyoonekana ni vya milele. Sawa sawa. Vile visivyoonekana ni vya na kile ninachosema ambacho hakionekani ni Mungu. Wewe shida iko live unaiona, lakini muangalie Mungu asiyeonekana, maana Biblia inasema kwamba Mungu ni roho. Mtazame Mungu asiyeonekana, atatenda mambo makuu katika maisha yako. Kumalizia, unaposoma Hesabu 21 mstari ule wa 4 na 9 mpaka 9. Umeshaona? Sasa kwa sababu ya muda, acha tu nikuelezee hii story. Wana wa Israeli wamemkosea Mungu. Hesabu 21 mstari wa 4 hadi 9. Wamemkosea Mungu na Mungu akaamua kuleta nyoka wenye sumu. Sema nyoka wenye sumu. Sasa wale nyoka wenye sumu wakaanza kuuma watu. Watu wakafanya nini? Wakaanza kufa. Wanakufa. Uking'atwa ushaanguka. Uking'atwa umeshakufa. Sasa ukisoma kwa wakati wako, wana wa Israeli wakamlilia Mungu, Bwana tuondolee hizi nyoka, tuondolee Bwana, tuondolee randagadada, tutolee Baba, wao tunasambaratisha rededede. Wakaomba. Kile Mungu alifanya, Mungu akuondoa nyoka. Sema Mungu akuondoa nyoka. Lakini wamemuomba Mungu atoe nyoka. Na si umekuwa, hebu ngeukie mwenzako mwambie, si ni wewe umekuwa ukimwambia Mungu aondoe nyoka? Muulize, hizo nyoka amekuwa akizitoa? Sasa ukisoma, Mungu hakuondoa nyoka. Alichofanya, alileta nyoka ingine. Sema alileta nyoka ingine. Akatengeneza nyoka ya shaba. Sema nyoka ya shaba. Hasa tofauti ya hii nyoka ilikuwa ni ya shaba. Alafu tofauti huyu nyoka ni kwamba hawa nyoka wengine walikuwa chini. Sema walikuwa chini. Sema nyoka wengine walikuwa chini. Lakini huyu nyoka akasema mpandishe, umweke juu ya pono. Mweke juu ya pono. Akawaambia hivi, waambie wana wa Israeli, yoyote atakayeumwa nyoka na atazame nyoka ya shaba, atafanya nini? Atapona na ataishi. Sasa wapendwa, tuseme ule ukweli hapa. Wangapi wanaogopa nyoka? Sikuangalia. Hiyo hata sitakuangalia. Hebu fanya mambo. Wangapi wanaogopa nyoka? Okay, nyoka. Aha. Unajua hata ukiambiwa sasa nyoka utashangaa. Wengine utashangaa hata mlango wa tumiani atatoka, utashangaa mtokaje. Bwana asifiwe. Kwa sababu nyoka, nyinyi mnajua nyoka sio? Si mnajua nyoka? Na si nyoka fake, si mnajua nyoka? Mnajua nyoka original. Tena hizi Biblia inasema zilikuwa zina sumu. Akikung'ata unakufa. Akikung'ata unafanya nini? Unawahi. Sema unawahi. Sasa Mungu aliweka katika mtihani ya kwamba hizi nyoka hizi zinawauma hizi. Kama nakupa mnataka nizitoe, lakini nimezituma kwa sababu maana Mungu, unajua ukisoma hapo utaona ni Mungu aliyetuma nyoka. Soma kwa wakati wako, utaona Mungu ndiye aliyetuma nyoka. Mungu ndiye aliyetuma. Sema Mungu ndiye aliyetuma nyoka. Kwa hivyo ukiona hizo nyoka zimetumwa, Mungu alikuwa na sababu ya kuzituma. Sasa akaona, sasa wale ambao watasaidika hapa, mimi hizo nyoka sitoi. Nitatengeneza nyoka mwingine, lakini atainuka juu. Sasa yule atakayeumwa aache kuangalia hizo nyoka za chini. Angalia huyo wa juu, ataishi. Sasa unajua inachukua wewe kumwamini Mungu sana. Wewe unaona nyoka live, original. Alafu unaona hapo mfano wa nyoka. Alafu unaumwa. Wewe niambie Charles, utaangalia huyu au utaangalia huyu? Nyoka ndio anakuja, manyoka. Wewe sema ukweli brother. Utaangalia huyu. Sasa kuna kitu Mungu alikuwa anataka kuambia wana wa Israeli ya kwamba nyoka ziko,
sijazitoa. Nyoka zina sumu, zinaua. Lakini unachohitaji ili kushinda na we kuishi katikati ya hizi nyoka, ondoa mtazamo wako kwa hizo nyoka zinazokuuma. Weka mtazamo wako kwangu mimi juu. Ndipo Biblia inasema kwamba mwana wa Adamu atakapoinuliwa juu. Maana ile nyoka ili represent Christ, ili simamia Kristo. Akawaambia kwamba sikizeni, ili nyinyi msurvive, acheni kuangalia hizi nyoka zinawauma. Kuumwa mtaumwa. Unaelewa? Kuumwa mtaumwa, lakini maadamu umeumwa na unatazama ile ingine, haufi. Na ukisoma hapo, wote ambao hawakufa ni wale walikuwa wanatazama nini? So sometimes you have to take risk to believe God. Na kumwamini Mungu ya kwamba mtatazama pale. Kanyoka kana kuuma, anasema Jehova naangalia tu pale. Kwa hivyo hizi nyoka, kuna nyoka nyingi zimeachiliwa duniani. Hizo nyoka zinazokusumbua, changamoto, mateso, maumivu zote. Please, kuanzia leo, ondoa macho yako kwa hizo nyoka. Maana ziko chini sana. Inua macho yako kwa nyoka ambayo imeinuliwa juu, ambaye ni Kristo. Let your focus be removed from your problems and from your changamoto. Anza kuinua macho yako kutazama Mungu. Na walipomtazama Mungu, hakuna aliyekufa. Lakini wale waliona ni ujinga, wakaanza kukwepa nyoka, walikufa. Mpendwa, the only way you can survive in this world is to focus unto God. Ni wewe kutazama, kumwangalia Jehova. Najua kuna ya mambo unapitia, lakini leo ondoa macho yako kwa yale unapitia. Anza kumwangalia Mungu. I want to say this, that God is bigger than your challenge. God is bigger than your giant. Mungu ni mkubwa kuliko hayo majitu yanayokutishia. Your God is able. I want to say this also, God is aware. Mungu anajua ya kwamba kuna majitu. Mungu anajua kuna nyoka zenye sumu. Mungu anajua umeng'atwa. Anajua, but anataka nini? Ondoa macho yako kwa nyoka zinazokuuma. Anza kumtazama yeye akiwa ameinuliwa juu. Continue to praise him, continue to worship him. Na Mungu atakupatia ushindi kubadilisha hayo mazingira ambayo yamekuzunguka. Amen. Amen. Kwa hivyo nataka kumalizia kwa hayo machache, ya kwamba mara nyingi tumeondoa macho yetu kwa Mungu aliye hai, ambaye ni wa milele, tukaangalia vitu ambavyo vinapita. Nataka nikwambie hicho unachopitia ni cha muda tu, kinapita. Amen. Mtazame Jehova. Eka macho yake kwa Yehova na hata kuacha. Nataka kuomba na wale ambao wananitazama katika social media kwamba Mungu atawatia nguvu na atawasaidia. Kando na yale ambayo mnapitia na zile nyoka zimekuzunguka, inua macho yako kwa Jehova, atakusaidia. He will strengthen you. He will be on your side because he loves you. So please let your focus be unto God, because the more you focus on God, the bigger your God becomes. Mungu anakuwa mkuu, anazidi kuwa mkuu. Because faith does not only minimize your problem. Faith does not only minimize your trouble or your giant, but also it refuses to focus on that giant. Imani inakataa kutazama lile jitu. Imani inakuafanya umtazame Mungu. May the Lord help you. Father, in the name of Jesus, na kushukuru kwa ajili ya mtazamaji. I pray that today you are going to bless them. Naomba Mungu kawasaidie katika yale wanayopitia. They will stand firm in your word, na hawatakata tamaa kwa njia yoyote. Macho yao yatakuangalia wewe, Mungu uliye wa pekee. Hawatatazama mazingira yaliyo nayo, maana mazingira ni ya muda, lakini wewe Mungu ni wa milele. Uinuliwe Bwana na utukuzwe, utendaye mema na makuu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu akubariki sana wale ambao wamejumuika nasi katika live broadcast. Mungu akutende mema, akutunze mpaka tutakapokutana tena. And may the Lord bless you. I love you. Shalom. Amen. Simama kwa miguu yako.